Atma'aninatu fi salati, utulivu katika swala. Nini maana ya utulivu? Utulivu katika swala, unatakiwa moyo wako huu ukiwa katika swala, kwanza uwe na amani. Tumeelewana hapo? Moyo wako uwe na nini? Uwe na amani ukiwa katika ile swala. Lakini pili, uwe na imani na msimamo kwamba hiki ninachokifanya nakifanya kwa ajili ya nani? Allah jalla fi'ala. Lazima ukiwa na imani hiyo ya kwamba hiki ninachokifanya nakifanya kwa ajili ya Allah, lazima utulivu utapatikana kwenye nini? Kwenye moyo. Tatu, unatakiwa kwenye moyo wako uondoe hofu, uoga. Pili, uondoe wasiwasi katika swala. Kuna wengi wanaposwali wanakosa utulivu, wanakuwa na wasiwasi, wanakuwa na hofu. Wakati mwingine anasikia kitu kimeanguka pale kwa nguvu, aliyokosa utulivu katika swala, wallahi anageuka, atataka kujua nini hicho. Hii yote inamaanisha ya kwamba atma'aninatu fi salati mafi, utulivu katika ile swala hakuna kabisa. Sasa tunaangalia utulivu katika swala, una sehemu gani utulivu huu katika swala na una hukumu gani utulivu? Anasema atma'aninatu ruknun min arkani salati, utulivu katika swala ni nguzo miongoni mwa nguzo za swala. Ina maana ukikosa utulivu katika swala, umepoteza mojawapo katika nguzo za swala, na huenda swala yako ikakosa kukubalika mbele ya Allah. Tuwe makini. Wa hadha madhhabu Shafi'iyya, haya ni madhehebu ya Imam Shafi'i wal Hanabila, na pia ni madhehebu ya Ahmad bin Hanbal, wa qawlun inda al-Malikiyyah, pia ni kauli upande wa Imam Malik, wa qawlu Abi Yusufa min al-Hanafiyyah, pia ni kauli wa Abi Yusufa upande wa Abi Hanifa. Wakhtarahu Ibn Taymiyyah, pia amechagua kauli hii mwanachuoni Ibn Taymiyyah, wa Ibn Baz na mwanachuoni Ibn Baz, wa Ibn Uthaymeen na mwanachuoni Ibn Uthaymeen. Wa hukiya al-ijma'u ala dhalika, na yamepokelewa makubaliano ya maulama juu ya jambo hilo, ya kwamba wameafikiana utulivu katika swala ni nguzo miongoni mwa nguzo za nini? Za swala. Nenda kwenye kitabu Al-Majmu' lin-Nawawi, kitabu nambari 3 ukurasa 410. Nenda kwenye kitabu Kashafu al-Qina'i lil-Bahuti, kitabu nambari 1 ukurasa 387. Nenda kwenye kitabu Sharh Mukhtasar Khalili, kitabu nambari 1 ukurasa 274. Nenda kwenye kitabu Majmu' Fatawa Ibn Taymiyyah, kitabu nambari 22 ukurasa ni 601. Nenda kwenye kitabu Majmu' Fatawa Ibn Baz, kitabu nambari 25 ukurasa 163. Nenda kwenye kitabu Majmu' Fatawa wa Rasail al-Uthaymeen, kitabu nambari 13 ukurasa 159. Al-adillatu min as-sunnah, tuangalie dalili kupitia hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Al-adillatu min as-sunnah, dalili kutokamana na sunna. Ya kwanza kabisa, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kutoka kwa Abi Hurairah, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee yeye, amesema inna rajulan, hakika ya mtu mmoja, dakhala al-masjida, aliingia msikitini. Sikilizeni vizuri hapa, huyu ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu anaelezea, anasema hakika ya mtu mmoja aliingia msikitini, wa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na mtume wa Mwenyezi Mungu rehma na amani zimshukie yeye,
jalisun fi nahiyati almasjidi, akiwa ameketi katika kipembe cha msikiti. Bwana ameingia na mtume ameketi katika kipembe cha msikiti. Fasalla, huyu bwana akaanza kuswali. Thumma jaa fasallama alayhi, alipomaliza kuswali alikuja akamtolea salamu, akamsalimia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume na yeye akamwambia huyu bwana aliyemsalimia, wa alayka salam, na juu yako amani. Irji fasalli, regea ukaswali kwa mara nyingine. Fa innaka lam tusalli, hakika yako wewe hujaswali. Shekhe, mwanielewa? Yule bwana alichokifanya nini? Farajaa fasalla, akaregea akaswali kwa mara ya pili. Thumma jaa fasallama, kisha akaja kwa mara ya pili akamsalimia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Mtume akasema, wa alayka salamu, na juu yako amani. Farji fasalli fa innaka lam tusalli, regea tena ukaswali, hakika yako wewe hujaswali bado. Faqala fi thaniyati, akasema huyu bwana katika ile mara ya pili, au fi lati ba'daha, au katika ile mara iliyokuja baada yake, alimni ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, nifundishe hiyo ibada ya swala, watu wanaswali vipi? Faqala, Mtume akasema, akaanza kumfundisha huyu bwana, idha kumta ila salati, pindi unaposimama kwa ajili ya kuswali, fa asbighil wudhu'a, kwanza tawadha vyema udhu wako. Unataka kuswali, tawadha vyema udhu wako. Thumma staqbilil qiblata, kisha baada ya kutawadha vyema elekea kibla. Fakabbir, piga takbiratul ihram, takbira ya kukuingiza kwenye nini? Kwenye swala. Allahu akbar. Thumma qaraa bima tayassara ma'aka min alquran, linalofuata baada ya hapo, kisha soma kile ambacho Allah alichokuwezesha kutokamana na Qur'an, kile ambacho ni chepesi uponacho kutokamana na Qur'ani, kisome. Thumma raka hatta tatma'inna raki'a, baada ya kumaliza kusoma ulichokihifadhi, kisha rukuu mpaka uhakikishe umepata utulivu katika kurukuu. Hakikisha unaporukuu umepata utulivu. Thumma rfa hatta tastawiya qa'iman, baada ya kurukuu kisha inuka ufanye al-i'tidalu, yani sami'a Allahu liman hamida. Uhakikishe wakati huo ikiwa umeinuka umesimama sawa sawa ule mgongo wako. Shekhe, mwanielewa? Sio sami'a Allahu liman hamida Allahu akbar, hakuna. Unaposema sami Allahu liman hamida, hakikisha mgongo wako umesimama sawa sawa. Kwenye riwaya ya hadithi, Mtume alikuwa anapotoka kwenye kurukuu akisimama, anahakikisha mifupa kwenye mgongo wake, kila mfupa umerudi sehemu yake. Thumma sujuda, kisha baada ya hapo sujudu, hatta tatma'inna sajida, mpaka uhakikishe umepata utulivu katika kusujudu. Thumma rafa hatta tatma'inna jalisa, kisha inua kichwa chako kutoka kwenye kusujudu, ukae, uhakikishe katika kukaa kwako umepata utulivu. Sio umetoka kwenye kusujudu Allahu akbar Allahu akbar, hakuna kitu kama hicho. Hakikisha ikiwa umekaa umepata nini? Umepata utulivu. Alo, tuelewana vizuri? Lakini tupo hapa. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha,
kisha lifanye hilo nililokufundisha kwenye swala yako yote unayoswali. Hii ndiyo swala ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alimfundisha yule bwana aliyekuwa akikosea swala yake. Hadithi imepokewa na Imamu al-Bukhari kwa nambari 6251, Muslim kaipokea kwa nambari 39. Thania, hadithi nambari 2, an Zaid bin Wahb al-Juhani qala, kutoka kwa Zaid mtoto wa Wahb al-Juhani amesema, raa Hudhaifa radhiyallahu anhu rajulan. Hudhaifa, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee yeye, alimuona mtu la yutimu rukua wasujuda, hakamilishi kurukuu kwake na kusujudu kwake. Maana yake anapokuwa amerukuu mgongo wake haujanyooka, pili amekosa utulivu katika kurukuu. Amemuona akiwa amesujudu mgongo wake haujanyooka katika kusujudu, na amekosa utulivu pia katika kusujudu. Qala Hudhaifa, akasema kumwambia huyu bwana, ma sallaita, hujaswali wewe. Hapo hapo alimwambia ma sallaita, hujaswali. Walau mitta, na lau ungekufa wewe, mitta ala ghairi alfitrati allati fatara Allahu Muhammadan sallallahu alayhi wasallam alaiha, ungekufa kinyume na mfumo Allah aliyompa mtume wake Muhammadi juu yake. Allahu akbar. Yani maana yake wewe ungekufa kinyume na Allah alichomfundisha mtume wake Muhammadi kuhusiana na ibada ya swala. Sasa leo angalia swala zetu tunazoswali, kaifa nusalli, vipi tunasali? Swala haina utulivu. Moja, swala ile ukiangalia mtu anapokuwa anaswali hakamilishi zile nguzo zinavyotakiwa kisheria. Mtu anaswali kama anavyotaka yeye, analipua, yani mtu kaingia after 4 minutes 5 minutes intaha al-amru, swala imefanya nini? Imekwisha. Wapi anaelekea? Ila dunia, anaelekea duniani. Na wakati swala ndiyo ibada pekee ya kwanza Allah ataiangalia kwenye faili lako katika amali zako. Kwa nini usiiboreshe swala yako? Kwa nini usiitengeneze swala yako ukaiswali vyema kama alivyoswali Mtume sallallahu alaihi wasallam? Maneno haya kayapokea Imamu al-Bukhari kwa nambari 791. Wajhu dalalati, tumwangalie hapa katika mwongozo wa hadithi hii ambayo kwamba tuloisoma. Anna qawlahu, hakika ya kauli ya Hudhaifa, ma sallaita, wewe hujaswali. Kauli hii inatufundisha nini? Yadullu, inatufundisha na kutupa mwongozo ala wujubi tumaaninati fi rukui wassujudi, juu ya ulazima upatikane utulivu katika kurukuu na kusujudu. Hakikisha unaporukuu na unaposujudu lazima kuwe na nini? Atumaanina, utulivu kwenye hizo sehemu. Wa ala anna al-ikhlala bima yubtilu salata. Allahu akbar. Anasema na unatakiwa vile vile ufahamu hakika ya yale mapungufu unayoyafanya kwenye zile nguzo kwa kukusudia. Bima yubtilu sala, ni miongoni mwa mambo yanaharibu swala yako. Yani ikiwa mathalan unafanya kwa kusudi, una rukuu haukamilishi rukuu inavyotakiwa, unasujudu lakini haukamilishi kusujudu kwako, unafanya kwa kusudi, fahamu hayo ni miongoni mwa mambo ambayo yanaharibu swala yako. Sheikh, tumeelewana? Maneno haya utayapata kwenye kitabu kinachoitwa Nailul Awtari Lishaukani, kitabu nambari 2 ukurasa 310. Hadithi nambari 3, an Abi Mas'ud al-Ansari qala, kutoka kwa Abi Mas'ud al-Ansari amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam,
Amesema Mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimshukie yeye, la tujizibu salatun, haikubaliki swala, haiswihi swala ya mtu gani? la yuqimu rajulu fiha sulbahu fi rukui wassujudi, kwa yule mtu ambaye haunyooshi vyema, hausimamishi vyema mgongo wake katika kurukuu na kusujudu. Subhanallah. Leo angalia watu wanavyoswali katika kurukuu, huwa mgongo ukoje wakati huo? Jigongo limeinuka hivi kama mlima wa Kilimanjaro, haujanyooka kabisa. Unatakiwa ule mgongo unyooke, yaani kama kuna uwezekano ya kumwagwa maji pale juu, yale maji yanatulia juu ya mgongo. Kadhalika unaposujudu mgongo wako ufanye nini? Unyooke, sio upinde utoe kijongo namna hii. Hakuna masala hayo. Ikiwa hautorukuu vyema, ikiwa hautosujudu vyema, kuna hatari ya swala yako kutokukubalika amama Allah. Hadithi hii ni sahihi, kaipokea Imamu Abu Daud kwa nambari 855. Sheikh Albani ameisahihisha fi sahihi Sunan Ibn Majah kwa nambari 717.